Han hakuwahi kufikiria kwamba mhusika kutoka kwenye kitabu cha vibonzo cha mama yake angeweza kuingia kwenye ulimwengu halisi. Lakini Nan anapotokea ghafla, maisha yake yanageuka kuwa vurugu za ajabu zilizojaa mapenzi, aibu na matukio yasiyotabirika. Han ni mwanafunzi anayefurahia kusoma vibonzo vilivyoandikwa na mama yake. Hata hivyo, kuna kimoja ambacho hawezi kuvumilia, kwa sababu mhusika mkuu wa kike ana jina lake na hadithi imejaa mambo ya kimapenzi ya kupitiliza. Wakati huo rafiki yake Yoon anafika, ambaye ni mwanamitindo maarufu sana, na anamwahidi kwamba hatakosa sherehe yake ya siku ya kuzaliwa. Hata hivyo, muda wa sherehe unapofika, marafiki zake wawili wanaishia kumwacha peke yake. Yoon anaomba msamaha kwa sababu alikuwa na zoezi la haraka la kupiga picha, huku rafiki yake wa kike akiugua kutokana na sumu ya chakula, jambo ambalo linamfanya akiwa bila mtu yeyote pembeni yake azime mishumaa ya keki yake peke yake. Wakati huo taa zinaanza kuwaka na kuzima, na moja ya vitabu vya vibonzo inaanguka sakafuni, kikifunguka moja kwa moja kwenye tukio ambalo Nan, mhusika mkuu, anampongeza msichana huyo kwa siku yake ya kuzaliwa, na yeye anamuomba busu kama zawadi. Akiwa hawezi kuvumilia mambo hayo ya kimapenzi ya kupitiliza, Han hawezi kujizuia kujiuliza jinsi mama yake aliweza kuandika kitu kama hicho. Lakini ghafla Nan anatokea mbele yake akimuita kitoto, sawa kabisa na ilivyo kwenye hadithi. Hali hiyo inawafanya wote wawili kupiga kelele kwa hofu. Han kwa sababu mhusika wa kubuni ametoka kuwa halisi, na Nan kwa sababu haelewi ameishiaje katika sehemu asiyoijua. Akijaribu kuelewa kilichokuwa kimetokea, anamwonyesha kitabu cha vibonzo na kumweleza kwamba yeye ametoka kwenye kurasa hizo. Nan anaanza kukipitia, na baada ya kusoma matukio kadhaa, anathibitisha kwamba kila kitu ni kweli. Kila tukio la maisha yake limeandikwa kwenye kitabu hicho. Kisha anamuuliza kama yeye pia alisafiri kutoka kwenye ulimwengu huo, lakini Han anamfafanulia kwamba yeye si mhusika mkuu, na kwamba ingawa wote wana sura na jina moja, ni watu tofauti kabisa, jambo ambalo Nan anakubaliana nalo, kwa sababu Han wa kwenye kitabu cha vibonzo ni mtamu na mwenye kuvutia, wakati yeye ni mtu mwenye uchungu wa kweli. Maoni hayo yanaishia kumkasirisha sana, hivyo anamtoa nyumbani kwake bila kufikiria mara mbili. Asubuhi inayofuata, anaamka akiwa ameshawishika kwamba kila kitu kilikuwa ndoto ya kijinga, lakini anakutana na Nan akitoka bafuni, ambaye kama kwamba hakuna kilichotokea, anamsalimia kwa tabasamu, huku yeye akijiuliza nini kinaendelea. Akiwa amedhamiria kugundua ukweli, anaanza muuliza maswali akitaka kujua jina lake, umri wake na anwani yake. Anajibu kwamba anaitwa Nan, anaishi katika mtaa wa Pengwini na ana miaka 17. Hata hivyo, huo mtaa maarufu haupo hata kidogo, hivyo hana utambulisho wala sehemu ya kwenda. Akiwa amekata tamaa, anamuomba ampigie simu ndugu yake yeyote, lakini Nan anapopiga namba, simu yake inaanza kuita. Bila kuwa na chaguo jingine, anamuomba abaki hapo wakati yeye anakwenda shuleni, jambo ambalo Nan analishukuru kwa tabasamu. Kisha Nan anajaribu kutumia internet, lakini anagundua kwamba hakuna hata tovuti moja ya ulimwengu wake wa kubuni inayopatikana. Kwa upande wake, Han anafika shuleni akiwa hana hamasa sana. Marafiki zake wanaamini kwamba bado ana huzuni kwa kilichotokea kwenye siku yake ya kuzaliwa. Wanampendekezea waende nyumbani kwake ili kuisherehekea. Hata hivyo, anaingiwa na hofu. Anabuni kwamba nyumba yake imevurugika sana, hivyo wanaishia kwenda kwenye mkahawa, lakini wanaporudi anakutana na vurugu kubwa. Nan alikuwa ametupa earphone zake zisizo na waya kwenye taka, akifikiri zimeharibika kwa sababu hazikuwa na waya. Zaidi ya hayo, ameacha kumuita kitoto, na sasa anamuita mapenzi ya maisha yangu. Han anapomlaumu kwa kutokuwa ameunganishwa kwenye wifi, anajibu kwamba ameunganishwa, lakini anatumia vibaya muunganisho wa mapenzi yake. Kitu kilichozidi kumkasirisha ni pale anapogundua kwamba Nan amepakia picha kwenye Instagram yake pamoja na maneno, mapenzi ya maisha yangu, hakuna mwingine ninayempenda zaidi. Yoon anampigia simu mara moja, akiwa na hakika kwamba kuna mtu aliyehack account yake. Hata hivyo, anamkatia simu kwa sababu hakuwa na maelezo ya kueleza janga hilo. Siku iliyofuata, Han anafika shuleni akizungumza peke yake na kulalamika kuhusu bahati yake mbaya. Wakati huo, rafiki yake anamkabili na kumuuliza ni nani yule kijana aliye kwenye picha. Hata hivyo, kabla hajajibu, Nan anatokea akitoa maneno yake ya kawaida ya kimapenzi,
hadi kumuita kitoto, jambo linalomfanya aone aibu kupita kiasi. Muda mfupi baadaye, Nan anajaribu kumbusu tena, lakini Han anamweleza wazi kwamba hilo anapaswa kulifanya na mhusika mkuu wa kike wa kitabu cha vibonzo. Kisha anamweleza nadharia yake, kwa kuwa alitoka kwenye kurasa zile zile kwenye tukio la busu, labda akimbusu anaweza kurudi kwenye ulimwengu wake na kuacha kumsumbua. Hata hivyo, Han anamjibu kwamba hata katika ndoto zake hilo halitatokea, na anaondoka pamoja na marafiki zake. Nan hakai muda mrefu kabla ya kuwafuata ili kujitambulisha. Rafiki yake anavutiwa sana anapogundua kwamba anafanana kabisa na shujaa wa kiume wa kitabu cha vibonzo kilichoandikwa na mama yake, na anasema kwamba msichana yeyote angefurahi kuwa na mwanaume mwenye kujali kiasi hicho, jambo linalomfanya Nan ajivunie. Kwa upande wake, Yoon anasema kwamba ingawa mtindo wake ni wa zamani kidogo, ana mvuto mkubwa kiasi kwamba angeweza kuwa mwanamitindo wa matangazo. Baadaye, Nan anabaki peke yake na rafiki wa Han, ambaye hamchukui muda kumuuliza kama anampenda. Bila kuzunguka, anamjibu kwamba kitu pekee anachotaka ni kumbusu. Akiwa ameshangazwa na uaminifu wake, msichana huyo anasema laiti kila mtu angekuwa mnyofu kiasi hicho, na anamuuliza anafikiri nini kingetokea ikiwa angefanikiwa. Nan anajibu kwamba wangekuwa kama ndege wawili wadogo waliopendana, jambo linalomfanya acheke kwa nguvu, kwa sababu anasema kwamba badala yake wangekuwa utani wa mwaka, kwani yeye ni wa kupendeza kupita kiasi kwa mtu kama Han. Hata hivyo, anaamua kumsaidia na kumwahidi kwamba atafanikiwa kupata busu hilo ndani ya siku 3 tu. Kama ushauri wa kwanza, anamwambia atumie muda ambao Han atakuwa hajazingatia. Hata hivyo, mpango huo unashindwa mara moja kwa sababu Han anamgundua akimtazama kwa makini. Nan anamuuliza kama mtazamo wake wa mapenzi haumsababishi chochote. Han anajibu kwamba ndio, unamfanya atake kumpiga ngumi. Bila kukata tamaa, Han anaweka mpango B. Baada ya kujimwagia maji ili aonekane mwenye kuvutia zaidi, anarudi kusisitiza kwamba anahitaji kumbusu ili arudi kwenye kitabu cha vibonzo, lakini Han anamwonya kwamba tayari amevuka mipaka mara nyingi sana. Huku kwa mbali, msichana mwenye nywele nyekundu akiendelea kuwatazama. Wakati wa chakula, rafiki yake anatumia nafasi hiyo kumuuliza mwanaume wa ndoto zake yukoje. Han anajibu kwamba anatafuta mtu mwenye akili, anayejua anachotaka na anayeweza kumwelewa bila kuhitaji kuzungumza sana. Aliposikia hivyo, Nan anajaribu kuonyesha kwamba ana sifa hizo, na akiwa ameshawishika kwamba kitoto chake kina njaa, anaenda kumletea chakula zaidi. Hata hivyo, anakutana na msichana mwenye nywele nyekundu ambaye kwa sababu ya wivu dhidi ya Han anamrushia glasi ya juisi. Anaporudi nyumbani, Han anaishia kulipuka kwa hasira na kumlaumu kwamba tangu alipotokea, maisha yake yamekuwa mfululizo wa majanga tu. Kama kawaida, Nan anasisitiza suluhisho lile lile kwamba ambusu ili aweze kutoweka, lakini Han anamweleza tena wazi kwamba aliyekuwa akimpenda alikuwa mhusika mkuu wa kike wa kwenye kitabu cha vibonzo, si yeye. Akiudhika kwa jibu hilo, Nan anapakia selfie pamoja na ujumbe, umeumiza hisia zangu. Han anapoiona akiwa darasani, hawezi kujizuia kutabasamu. Hata hivyo, Yoon hafurahishwi hata kidogo kwa sababu kijana huyo wa ajabu anazidi kumkaribia Han, hivyo anaamua kutobaki nyuma. Akiwa amechanganyikiwa, Nan anaendelea kuzungumza na rafiki wa Han. Hawezi kuelewa kwa nini hawezi kumpenda mwanaume mkamilifu kama yeye. Maelezo pekee anayoyapata ni kwamba lazima kuwe na mpinzani. Wakati huo huo, anamwona Han akicheka pamoja na Yoon kana kwamba wako kwenye tukio la kawaida la kimapenzi. Hivyo anamuuliza msichana huyo kuna nini kati yao. Anamweleza kwamba wao ni karibu kama ndugu, jambo linalomfanya Nan atoe pumzi ya afueni. Hata hivyo, anataja kwamba hilo linaweza kubadilika wakati wowote, jambo linalomfanya Nan aingiwe tena na hofu. Bila kufikiria, Nan anasimama mbele ya timu nzima ya mpira wa kikapu na kupiga kelele kwa nguvu zake zote, na kupenda kitoto changu. Han karibu afe kwa aibu, lakini wakati huo, yule msichana mwenye nywele nyekundu anamrushia mpira kwa nia ya kumpiga. Hata hivyo, Nan anafanikiwa kuuzuia na kumkabili msichana huyo, akisema kwamba anapaswa kujifunza adabu kidogo. Lakini Nan anaishia kufanya mambo kuwa mabaya zaidi na kuwashawishi wanafunzi wote wa darasa wamtupie vijikaratasi. Anapovifungua, anagundua kwamba vina ujumbe unaosema yeye ndiye upendo wa kwanza na wa mwisho wa maisha yake. Wakati huo, Nan anatokea akiwa na tabasamu kubwa na kumwambia kwamba baada ya onyesho kubwa kama hilo la mapenzi, hana tena sababu ya kutombusu. Hata hivyo, Yoon anamweleza wazi kwamba mapenzi hayawezi kulazimishwa na anamwomba aache kumsumbua.
Hata hivyo, Nan yuko mbali sana na kukata tamaa, kwa sababu anaelekea kwenye spika za shule na kuanza kujitangaza hadharani. Anasema kwamba hawezi tena kumwona wala kumsikia mtu mwingine yeyote isipokuwa Han, kwamba moyo wake unapiga kwa ajili yake pekee, na kwamba hawezi kuvumilia kumwona akiwa pamoja na kijana mwingine, hasa yule Yoon mwenye urefu kupita kiasi. Akiwa amekasirika, anamvuta hadi kwenye darasa ambako anamwambia kwamba ikiwa busu moja linatosha kumfanya atoweke, yuko tayari kujaribu. Kisha anamubusu akitarajia kila kitu kiishe, lakini kwa bahati mbaya hakuna kinachotokea kabisa. Anapomlaumu kwa sababu alisema kwamba atatoweka, Nan anajibu kwamba hakuwahi kusema ilikuwa hakika, bali alisema tu kwamba kulikuwa na uwezekano. Anaongeza hata kwamba labda ilibidi iwe busu lililojaa mapenzi, lakini Han hayuko tayari tena kuendelea kusikiliza upuuzi wake. Mtu aliyefanikiwa kusikia mazungumzo yote ni rafiki yake wa karibu, ambaye hatimaye anagundua kwamba Nan ndiye mhusika mkuu wa kitabu cha vibonzo. Han anafikiri kwamba atakimbia kwa hofu, lakini kinachotokea ni kinyume kabisa. Msichana huyo anafurahi kama shabiki wa kweli na hata anamwomba naye amuite kitoto. Wakati huo huo, Yoon anafanya mazoezi kwa ajili ya majaribio ya uigizaji na Nan. Akiwa na kujiamini, anamwahidi kwamba anaweza kumfundisha jinsi ya kufanya hivyo. Han anatarajia afanye aibu, lakini anaishia kubaki mdomo wazi kwa sababu yeye ni mwigizaji wa kipekee. Baadaye kwenye bustani, rafiki wa Han anaendelea kuota kwamba sanamu maarufu wa kiume anamwomba amuoe. Wakati huo, yule msichana mwenye nywele nyekundu anatokea na akiwa amejaa wivu, anamlaumu kwa sababu wao huwa pamoja kila mara. Akiwa amechanganyikiwa, Han anamuuliza anamfahamu kutoka wapi, lakini msichana mwenye nywele nyekundu anapogundua kwamba anamshikilia, anaondoka akiwa na aibu kubwa. Akimuona akifanya hivyo, rafiki wa Han ambaye anakijua vizuri sana kitabu cha vibonzo, anamweleza kwamba yote hayo yanatokana na uchawi wa Nan, kwa sababu kwenye hadithi ana mvuto wenye uwezo wa kuwafanya wasichana wote wampende. Akiwa na shauku ya kujua, Han anampeleka pembeni ili kumuuliza maana ya huo uchawi unaodaiwa kuwepo. Hata hivyo, kama kawaida yake, Nan anarudi kujibu kwa moja ya maneno yake ya kimapenzi ya kupitiliza, akisema kwamba uchawi pekee anaujua ni ule aliyoufanya moyoni mwake. Polepole, Han anaanza kuchanganyikiwa na hawezi kujizuia kuwa na wasiwasi kila anapokumbuka busu walilopigana. Akiwa amedhamiria kuweka mambo wazi, anamkabili na kumkumbusha kwamba amekuwa akiishi bure nyumbani kwake kwa siku kadhaa. Je, Nan ataweza kurudi kwenye ulimwengu wake? Na nini kitatokea ikiwa hisia zao zitabadilika? Usikose part 2.